Na niliweza kupatana na mtu mmoja, na huyo mtu kuna jambo ambalo aliweza kufanya nitafakari katika moyo wangu. Wakati tulikuwa tunawachana na yeye, aliweza kuniambia sitakuomba mambo mingi, ningekuomba tu uweze kuwa rafiki yangu. Bwana asifiwe. Sijui ni wangapi hapa wameweza kutafuta marafiki. Na tumai ya kwamba marafiki ni watu ambao unapatanga tu automatically mtu anakuwa rafiki yako. Lakini huyo jambo ambalo aliweza kuniomba ni ya kwamba niweze kuwa rafiki yake. Na ni mtu ambaye tulikuwa tumeweza kuinteract na yeye kwa muda kama masaa matatu, na mambo ambayo walikuwa wanayazungumzia ama wanayaongea ni mambo ambayo si ya kutia nguvu, ni mambo ambayo si ya kufanya mtu aweze kuendelea mbele. Na ni kijana mdogo, nafikiria wa miaka 30 hivi, na amebarikiwa kwa hali ya kimali, kwa sababu niliweza kuona ya kwamba yeye ndiye ako in charge ya Quickmart zote, na yeye ndiye he is an electrical engineer. Kwa hivyo yeye ndiye anayeshughulikia mambo ya stima. Kwa hivyo hata akienda tu dakika chache akifanya maintenance, nachukua job card na anaweza kuandika pesa mingi na analipwa. Kwa hivyo hana shida ya pesa. Lakini kampani yenye ako nayo si watu wanaweza msaidia katika hali ya maisha. Ni watu ambao they have a lot of negative energy, na hata tukiwachana akaweza kuniambia brother, umeona marafiki ambao niko nao si watu naweza tegemea. Ningekuomba sana hata ukipata wakati unanipigia simu, tunaenda pahali tunakula na unaweza kuniongelesha ama kuzungumzia. Hilo jambo niliweza kulichukua kwa uzito, na nikaona ya kwamba kuwa hapa mahali ambapo tumeitwa na baba wetu ni jambo la dhamana sana, jambo kuu sana. Sijui wewe huwa unalichukulia kwa njia gani, ya kwamba baba wetu ameweza kukutoa huku katika ulimwengu na akaweza kukuleta hapa. Na wakati tuko hapa, saa zingine huwa labda tunaona tu kama ni kawaida, tunaona tu kama we just take for granted, lakini haifai kuwa hivyo, kwa sababu kama singekuwa hapa siku ya leo, nikajaribu kujiuliza ningekuwa wapi, ningekuwa nafanya nini? Kwa sababu hata kama ningekuwa na mali nyingi, lakini sina tumaini la maisha, sina mwelekeo, ningekuwa tu mimi ni mtu bure. Kwa hivyo nikaona ya kwamba baba yetu mimi ameweza kunifanyia jambo kuu sana, ameweza kunifanyia jambo la dhamana sana kwa damu ya mwanae ambaye aliweza kumtoa na ili mimi niweze kupatikana. Huwa anasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 1 mstari wa 5, sijui kama ni wa 5 ama 15, ya kwamba sababu kuu ambayo Masihi aliweza kudhihirishwa ili aweze kuwaokoa wenye dhambi, na baadhi ya hao mmoja wao ni mimi. Kwa hivyo nikaona ya kwamba ni jambo la kumshukuru Bwana na la kumfurahia. Wacha niingie katika jambo ambalo niko nalo siku ya leo na tuweze kuandamana kwa pamoja, na ningependa pia msomaji aweze kujiandaa ili aweze kuandamana pamoja nami. Ningependa kuanza na kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 13, mstari wa 12 na mstari wa 13. Msomaji kama umefika pale, naomba uweze kunisomea. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 12, 1 mstari wa 12 hadi 13. Hadi 13 inasema, wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe. Samahani, nafikiria ni Petro wa pili 1:11, 12 na 13. 11, 12 na hata 13. Soma 12 usome 11. Inasema, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, japokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlio nayo. Mstari wako wa 13, nami naona ni haki maadamu nipo mimi katika maskani hii kuamsha kwa kuwakumbusha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo najua sisi ni watu ambao tunajua maandiko, ni watu ambao tumesoma maandiko, tunayaelewa zaidi hata wengine kuniliko, lakini nimesimama hapa asubuhi ya leo ili niweze kuwakumbusha. Najua mmeimarika katika haya maandiko ya baba wetu, mmeimarika katika neno la baba wetu, lakini kukumbushana ni vizuri, kwa sababu mtu husahau, unaenda
ukawa umesahau, ama unawenda ukawa umepungukiwa kidogo, na wakati tunakumbushana utaweza kukumbuka na kurejea katika njia za Bwana. Katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12 inasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Hayo ni maneno Masihi aliweza kuyazungumza, na akasema ya kwamba ati kuanzia siku za Yohana Mbatizaji na hadi wakati wake na hadi wakati wa sasa, ya kwamba ufalme wa mbinguni haupatikani kwa urahisi, hupatikana kwa nguvu, na wale ambao wanajitahidi wanaweza kupata huo ufalme. Na wakati ananena kuhusu hayo maneno, unaweza shindwa ni nguvu ya namna gani. Na wakati tuko katika safari ya imani, tuko na mambo mengi ambayo yanaweza fanya uweze kufikia lengo lako ambalo ni uzima wa milele. Kuna huu mwili ambao tuko nao, kuna mali ambayo iko katika dunia hii, na kuna yule muovu. Hayo mambo matatu huwa yanakurudisha nyuma na yanakufanya usiweze kufanya mapenzi ya Baba wetu. Na wakati unashindwa na yale mambo, wakati mwili wako unaweza kukushinda, unaweza kufanya ukose ule ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni jukumu lako uweze kupigana na huu mwili, uweze kupigana na yule muovu na uweze kumshinda, kwa sababu umeweza kuahidiwa ufalme wa mbinguni ambao unapatikana tu na wale ambao wanajitahidi katika hizi vita vya imani. Katika Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 27, Wakorintho wa kwanza 9 mstari wake wa 17 wa 27, basi nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuhubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kwa hivyo Paulo aliweza kutambua hayo maneno vizuri, na akaweza kujua ako katika safari. Akajua ya kwamba kazi ambayo alikuwa anaifanya ilikuwa kazi ya kumtukuza Baba wetu, lakini kuna jambo moja aliweza kufahamu, ya kwamba mwili wake ni jambo ambalo linaweza fanya akose ule uzima wa milele. Ndiposa anasema ya kwamba anautumikisha mwili wake, asije kuwa baada ya kufanya kazi nyingi na kuwahubiri wengine, yeye awe wa kukataliwa. Najua hata sisi tumeamini Baba wetu na tunafanya kazi, lakini kuna jambo la mwili wako ambalo ukiweza kushindwa kupigana na huo mwili wako na mambo ambayo mwili wako unataka uweze kukataana nayo, tunaona ya kwamba utaweza kuikosa ile njia ya uzima. Katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 22 hadi 23. Mathayo 7 mstari wako 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Huyo ni mtumishi ambaye amekuwa ni mtumishi wa Baba wetu, ni mtumishi ambaye amekuwa akifanya kazi ya Baba wetu, lakini tunasikia Masihi anamwambia ya kwamba sikukujua kamwe. Kwa sababu gani? Hata ingawa alikuwa anamtumikia Baba wetu, hata ingawa alikuwa anafanya kazi ya Bwana kwa nguvu na jitihada nyingi, hata ingawa siku ya leo umetoka ukatumia pesa nyingi kufika hapa, kuna wenye wametoka mbali na karibu, na hata leo kuna mambo mengi sana utakosa kufanya kwa sababu ya Bwana. Lakini tunasikia itakuwa hofu kubwa sana Bwana akiweza kukuambia ati hata kama ulifanya hayo mambo yote, ati sikukujua kamwe. Na anasema ya kwamba ondoka kwangu wewe utendaye maovu. Kwa hivyo ni jambo la kujiangalia kila mmoja, kwa sababu tuko katika mbio, tuko katika safari, na hii safari kabisa lazima tuweze kujiangalia ili tuweze kuwa washindi. Na leo ningependa tuangalilie jambo ambalo huwa linatuhusu sana, jambo ambalo limefanya tuwe hapa siku ya leo, na ningependa tu tuangalie kuhusu amri za Baba wetu, na zaidi sana niangazie amri ya 4, kwa sababu amri ya 4 saa zingine huwa tunajipata ya kwamba tumeweza kutoka katika wema wa Baba wetu kwa sababu ya kuiasi ile amri ya 4. Na Baba yetu ameweza kutoa mwelekeo vile tunapaswa kushika hii siku na vile tunapaswa kufanya katika hii siku ya Sabato. Amri ya 4 imeweza kuzungumziwa katika The Home Bible Instructor. Kuna lesoni 2 hapo, ukienda utaangalia utaona lesoni ambayo inaitwa The Sabbath
ama the Lord's Day. Kuna lesson nyingine pia hapo inasema the Sabbath observance. Kwa hivyo ni amri ambayo tunafaa kuiangalia sana na tuweze kuizingatia. Na katika Kutoka 20 mstari wa 6, baba yetu anasema ya kwamba ati ninawarehemu maelfu elfu wale wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hivyo kama tunataka kumpendeza Bwana, kama tunataka rehema za Bwana, lazima tuweze kumpenda na pia tuweze kuzishika amri zake. Katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Mwanzo 2 mstari wa 2 na wa 3. Na siku ya saba Elohim akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Elohim akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu siku hiyo Elohim alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hivyo tunaona huyo ni baba wetu ambaye ndiye alikuwa wa kwanza kupumzika siku ya Sabato. Baada ya kufanya kazi nyingi katika siku 6, ati siku ya 7 akaweza kuachana na hizo kazi zake zote ambazo kuwa amefanya za kuumba mbingu na nchi, na akaweza kustarehe siku ya 7 na akaweza kuibariki hiyo siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo matatu ambayo baba yetu alifanya katika hiyo siku. Akaachana na kazi zake, akabariki hiyo siku na akaitakasa. Na wakati alifanya hivyo akapumzika. Sisi kama wanadamu pia ameweza kutuelezea hivyo, na ni amri ambayo tumeweza kupewa na Bwana tuweze kuushika. Huo ni mstari wa kukariri, najua tunaujua, hata nataka tuseme. Katika Kutoka 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Naomba tuseme kwa pamoja. Ikumbuke siku ya Sabato, uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Elohim baba wako. Siku hiyo usifanye kazi, wewe wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa kuwa kwa siku 6 Bwana aliumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Kwa hivyo hiyo ni amri ambayo tulifunzwa tangia tukiwa watoto. Lakini nataka ujiulize swali moja katika roho yako. Ni kujua tu na kuikariri ama unafanya kama inavyosema? Kwa sababu baba yetu wakati aliamuru hiyo amri iweze kupewa mwanadamu, iweze kupewa wana wa Israeli, na sisi ndiyo tuko na hiyo amri siku ya leo. Haikuwa tu itoke kinywani mwa Bwana hivyo, kwa sababu wale ambao hawafanyi hivyo, tutasoma tuone kuna wale ambao waliasi na baba yetu aliweza kuwatendea nini. Katika kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 16 hadi mstari wa 17, neno linasema vipi? Kwa ajili hayo wana wa Israeli wataishika Sabato, kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote, ni agano la milele. Kwa hivyo tunasikia kwamba ati Sabato iliweza kupeanwa na baba wetu, na anasema wana wa Israeli wataweza kuishika Sabato na itashikwa katika vizazi vyao vyote. Leo sisi tumeweza kuwa wana wa Israeli kwa njia ya kupandikizwa, na tunaambiwa ya kwamba lazima tuweze kushika Sabato kwa sababu hiyo ilikuwa ni agano ambalo baba wetu aliweza kulitoa na ni la milele. Mstari wa 17, ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele, kwani kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe kwa siku ya 7 na kupumzika. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hiyo ni ishara kati yetu na baba wetu na ni agano la milele. Kwa hivyo kama wewe ni mwana wa baba wetu, jambo ambalo linaweza kudhihirisha ya kwamba ama hakika wewe ni mwana wa baba wetu ni kama unaishika Sabato na unaitakasa kama vile inavyostahili. Katika kitabu cha Kutoka 16 mstari wa 22 na 30, mstari wa 22 uteremke hadi 30. Basi ikawa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa, akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi.
kama Musa alivyoagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Musa akanena, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana, leo hamtakiona nje barani. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna vile Musa aliweza kuwaambia wana wa Israeli ya kwamba katika siku 6 katika chakula ambacho baba wetu alikuwa anawapa, wakaambiwa ya kwamba wataweza kuokota kila siku, na ikiara siku jioni ikifika hicho chakula kiweze kulala, kilikuwa kinaharibika. Lakini siku ya Sabato wakaweza kuambiwa ya kwamba kwa sababu leo ni siku ya maandalio, waweze kuokota ya siku 2, na baba wetu wataweza kukihifadhi na hakitaweza kuharibika. Bwana asifiwe. Na tunasikia kwamba Musa anasema ati leo ni Sabato takatifu, kesho ni Sabato ama ni siku takatifu na ni siku ya kustarehe. Na tumai ya kwamba jana ilikuwa siku ya maendeleo ya maandalio, na sijui kama wewe ulijiandaa, sijui kama wewe ulingoja Sabato ingie ndio uweze kujiandaa, kwa sababu tumeona ya kwamba kuna ile amri ambayo Musa ananena na wana wa Israeli ambayo walikuwa wamepewa na baba wetu. Sijui kama wewe uliweza kuandaa Sabato, kwa sababu kama utaharibu Sabato, na hilo ni agano ambalo baba wetu ameagana kati yake na wana wake. Tuendelee katika mstari wa 26. Siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni Sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota, wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato, kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu yeyote asiondoke pahali pake kwa siku ya 7. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya 7. Kwa hivyo tunasikia wakati Musa alinena hayo maneno, kuna wale walifanya hivyo, wakaokota ya siku ya maandalio na ya siku ya Sabato, na wakakula ya siku ya maandalio na wakabakisha ingine kwa ajili ya Sabato ambayo ni siku ya kustarehe. Kuna wengine ambao hawakusikia, na hata najua miongoni mwetu kuna wale walifanya hivyo. Baada ya Sabato kuingia, ndio mtu anakimbia dukani, ananunua mchele, ananunua unga, anakuja kupika. Hata kuna wengine wamepika asubuhi. Baba wetu amekataa hiyo, na anasema ya kwamba katika mstari wa 27, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Hilo ni agizo ama ni amri ya baba wetu ambayo alikuwa ametoa, na wale ambao walikataa wakaweza kutoka na wakaenda jangwani kwenda kutafuta siku ya Sabato. Ningeomba baba yetu aweze kuturehemu sana na kutusaidia tusiwe tunakataa maagizo ya Bwana, kwa sababu baba yetu ametupa siku ya maandalio ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya siku ya Sabato. Kuna swali ambalo lilikuwa limeulizwa katika Juda 1 na likaweza kuulizwa Daga. Liliulizwa hivi, should we cook on Sabbath? Na aliweza kujibu hivi, we do not practice cooking on Sabbath, but Friday is known as the preparation day, the Sabbath, and all food should be cooked on that day, and all food should be cooked on that day that requires cooking. It may warmed up on the Sabbath, however, before serving. Kwa hivyo hata Daga mwenyewe aliweza kufundisha ya kwamba ati Sabato sio siku ya kupika, unafaa kupika chakula ambazo zinahitaji kupikwa kabla Sabato kuingia, lakini siku ya Sabato unaweza kupasha moto hizo chakula, na akaweza kupeana reference ya hiyo kitabu ambayo tumeweza kusoma katika Mambo ya Walawi 23 mstari wa 3. Inasema, mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yoyote, ni Sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Tunasikia kwamba baba yetu anazidi kutuonya na anatuambia kwamba siku 6 tutafanya kazi, lakini siku ya Sabato ni ya kustarehe kabisa, na anasema ya kwamba ni kusanyiko takatifu. Asubuhi ya leo tumeweza kukumbushwa na kiongozi wetu ya kwamba huu ni mkutano ambao baba wetu wameitana. Kwa hivyo wewe kama unaona tu ni mkutano hivi, ujue ya kwamba huu ni mkutano wa baba wetu. Kama ulikuja hapa kuona ni watu wagani watakuja na watakuja vipi, uko pahali ambapo hapakufai.
kwa sababu ni kusanyiko takatifu. Baba wetu ananena nasi siku ya leo, na tumeombewa ya kwamba tuweze kufunguliwa masikio ambayo yanasikia, ili kama tumekuwa tumelala tuweze kuamka na kufanya kama vile Baba wetu anaamuru na kama vile Baba wetu ameweza kutufundisha. Kwa hivyo tumeambiwa tusifanye kazi ya namna yoyote. Nataka ujihoji kuanzia Sabato ilipoingia, tunapoendelea, uone umefanya kazi ngapi na umeharibu Sabato kwa njia gani. Katika kitabu cha Marko 16 mstari wa kwanza na wa pili, kuna jambo pia hapo ambapo tunaona la waumini ama wamasihi hapo na jinsi walivyofanya. Inasema hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mama Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Nataka unote hapo tukianza huo mstari wa kwanza, hata Sabato ilipokwisha kupita. Kwa hivyo hao walifahamu vyema na wakajua vyema mambo ambayo hawastahili kuyafanya wakati wa Sabato. Wangefanya hayo mambo wakati wa Sabato kwa sababu aliyekuwa amefariki ama amelala walikuwa anajua na wanafahamu ni nani, ni mwana wa Elohim. Lakini hata kama alikuwa hivyo, wakaamua ya kwamba Sabato wapumzike kama vile Baba yetu ameamuru. Na tumeambiwa ya kwamba Sabato ilipokwisha kupita wakaendelea katika hizo shughuli. Katika Luka pia 23 mstari wa 55 na 56. Luka 23 mstari wa 55 na 56. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ilivyowekwa, wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Kwa hivyo tunaona hao pia ni wanawake wengine ambao walikuwa pamoja na Masihi, na tunaona ya kwamba jambo ambalo waliweza kufanya ya kwamba waliweza kuona vile mwili wa Masihi umewekwa na wakarudi na wakaweza kustarehe kama ilivyoamriwa. Na siku ya kwanza ya juma wakaweza kurauka kwenda kaburini. Kwa hivyo tunapaswa kuona na kuangalia ya kwamba siku ya Sabato hatufai kufanya kazi yoyote. Katika Kutoka 35 mstari wa 2 na wa 3, ningeomba msomaji wangu, naona muda umeweza kukimbia, nitaenda nikisummarize ili niweze kutamatisha na uweze kubarikiwa sana kwa kunisomea kwa ufasaha. Katika Kutoka 35 mstari wa 2 na wa 3, tunaona ya kwamba maandiko inasema, fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa takatifu kwenu. Ni Sabato ya kustarehe kwa Bwana. Mtu awaye yote atafanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Kwa hivyo Baba yetu anataka kusema ya kwamba yeyote ambaye alikuwa afanye kazi siku ya Sabato, jambo ambalo lilimfaa ni kifo. Na hata siku ya leo, hata kama utaharibu Sabato na ukose kuuawa, tuone hivi ni ya kwamba unaweza kujiwekea hukumu kwa sababu Baba yetu ameamuru hivyo. Mstari wa 3 inasema, hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato. Katika Hesabu 15 mstari wa 32 hadi 36, kuna mwanamke hapo ambaye alionekana akienda kutafuta kuni ili aweze kuwasha moto, na walikuwa wameagizwa ya kwamba hata siku ya Sabato wasiweze kuwasha moto. Siku ya leo tunaweza ona kama kuwasha moto si kazi, kwa sababu labda ni switch tu utafinya, lakini jambo ambalo walikuwa wanafanya wakati ule ilikuwa ni kazi, kwa sababu walikuwa wanafanya hivi hadi moto unatoka. Na Baba wetu alikuwa ameonya wasiwashe moto, lakini huyu mama akaonekana akienda kutafuta kuni, hata hajawasha. Na wakati Musa aliambiwa hivyo, katika mstari wa 33, hao waliomuona akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haroni na kwa mkutano wote, nao wakamweka kifungoni, maana ilikuwa haijasemwa atakalotendewa. Bwana akamwambia Musa, huyu lazima atauawa. Mkutano wote watampiga kwa mawe kwa huko nje, mkutano wote watampiga kwa mawe huko nje ya malango.
Basi mkutano wote wakampeleka nje ya malango, nao wakampiga kwa mawe, akafa kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Sabato si jambo la kuchezea, ni jambo ambalo litafanya uweze kuangamia kama hutaweza kuiangalia jinsi inavyostahili. Kuna nota ambayo niliweza kuona, ilikuwa katika lesoni ya tarehe 23 mwezi wa 5 1992. Sijui wengi hapo wanaweza kuwa hawakuwa wamezaliwa 1992. Mimi mwenyewe nilikuwa boarding hiyo siku, lakini kwa sababu natumai mamangu aliweza kwenda kanisa hiyo siku, nikiwa boarding nilifanya nini? Nilisikia, kwa sababu communication inaanzanga wakati mtoto wako kwa tumbo. Ndio tulifundishwa na mtu mwingine. Na hiyo noti ilikuwa inasema hivi: Sabato bado ni takatifu na imesimama leo kama ilivyokuwa siku zote. Na kutotii ni kuinajisi. Siku 6 tumepewa kwa kazi zetu, lakini Sabato ni ya Bwana, sio mali yetu. Hatuna haki ya kuitamani au kuiiba na kuitumia kwa kazi zetu wenyewe, kufanya raha zetu na mambo ambayo yanatufurahisha, ama kufanya biashara yoyote. Kuna bado noti nyingine katika hiyo lesson ilikuwa inasema hivi, na hiyo ni 1992. Baadhi yetu tunasukuma ng'ombe au punda wetu shimoni siku ya Sabato ili tuwatoe. Na inasema hili halistahili kuwa. Elohim anajua maksudi ya moyo, anatujua sisi ambao kwa maksudi tunafanya maandalizi siku ya Sabato kwa kupuuza kufanya hivyo siku ya matayarisho. Kwa hili tutahukumiwa. Kwa hivyo wewe kama unafanya ukisema ni punda natoa nini? Shimoni, lakini hiyo punda wewe ni wewe umetupa. Ulikuwa na wakati wa kufanya matayarisho siku ya maandalio, lakini ukapuuza. Hayo mambo unakuja kuyafanya siku ya Sabato. Katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 21 hadi 23, kuna vile nabii Yeremia alikuwa amesema hapo akinena, na akasema Bwana asema hivi: jihadharini nafsi zenu, msichukue mzigo wowote siku ya Sabato. Kwa hivyo hata Sabato tunakanywa kubeba mizigo. Wakati umekuja hapa kwa sababu ya shughuli ya baba wetu, lakini unajua ya kwamba kuna ndugu ama dada hamjaonana kwa muda. Sasa unaona hii ni nafasi nzuri ya kukuja na hiyo mzigo ili ufanye nini? Umpatie. Na ukiendelea hapo mstari wa 23 inasema hata baada ya kuambiwa hivyo, lakini hawakusikiliza wala hawakuteka masikio yao, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu ili wasisikilize wala wasipokee mafundisho. Na kwa sababu hiyo Bwana akaendelea kunena na watumishi wake. Katika kitabu cha Nehemia 13 mstari wa 15 hadi 22 tunaona ya kwamba Nehemia aliweza kuona na kwenda katika kusanyiko na akapata watu katika hekalu wanaliharibu Sabato. Wengine wanakuja na vitu za kuuza, wengine wanakuja na vyakula, na Nehemia hilo jambo likaweza kumkasirisha sana na akaweza kuwakanya. Na pia na sisi hapa nataka tuweze kushika vizuri. Mstari wa 19, ikawa malango ya Yerusalemu yalipoanza kuwa na giza kabla ya Sabato, naliamuru milango ifungwe, nikaamuru isifunguliwe hata Sabato iishe. Na baadhi ya watumishi wangu nikawaweka juu ya malango ili usiingizwe mzigo wowote siku ya Sabato. Basi wenye biashara na wachuuzi wa baadhi wa bidhaa za kila namna wakalala nje ya Yerusalemu mara 2-3. Ndipo nikawashuhudia nikawaambia, mbona mwalala mbele ya ukuta? Mkitenda hivi nitawakamata. Tangu wakati ule hawakuja tena siku ya Sabato. Kisha nikawaamuru Walawi wajitakase, nao waje kuyalinda malango ili kuitakasa siku ya Sabato. Unikumbukie hayo nayo, Elohim wangu, ukaniachilie sawasawa na wingi wa rehema zako. Kwa hivyo kama Sabato inaharibiwa na wewe unaona ni vyema ufanye kama vile Nehemia alifanya. Aliweza kutoa amri, na hata kama hilo jambo halikuweza kuwafurahisha wengi, lakini neno la baba wetu likaweza kusimama. Kwa hivyo Sabato isiweze kuharibiwa ikiwa na wewe unaona katika macho yako. Na ukifanya hivyo, baba wetu ataweza kukumbuka kwa sababu ya hilo jambo. Nimalizie na kitabu cha Isaia 58. Hiyo tunajua sana. Maandiko huwa inasema, kama ukigeuza mguu wako, usiharibu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Kwa hivyo tukiweza kuwa ni watu ambao wanaangalia, hatuharibu Sabato. Kuna baraka ambazo tumehaidiwa ya kwamba tufanye siku ya Sabato ni siku takatifu kwa Bwana, ni siku ya kufurahia kwa sababu ya Bwana, na tuweze kuiheshimu. Tuweze kuheshimu siku ya Sabato kwa kutozifanya mambo ambazo ni hazimpendezi Bwana, kuyatafuta mambo ya kupendezayo. Wakati mwingi, kwa sababu siku hizi katika mitandao unaweza kuwa unasoma hapa mbele, unaona kila mtu hapo katika simu, lakini ukienda kuangalia hizo simu unaweza shangaa sana. Utaona wengine wako katika Facebook, wengine wako katika TikTok, na mwalimu wako hapo mbele anafanya nini? Anafundisha. Ati wakati unafanya hivyo, wewe jua unaharibu Sabato. Kwa hivyo niweze kufikisha pale na niseme Baba yetu aweze kuturehemu. Lengo letu ni uzima wa milele. Kila mtu aweze kujiangalia, uweze kupigana vita vyako vizuri, na itakuwa furaha yangu nitakapowaona nyinyi wote katika uzima wa milele, na tuweze kufurahia kwa pamoja. Aria magatoria yashane akamera ukainywe morathimito ni awa mugwateiga ire uthamakio uria mwathondekeirwe thĩinĩ etano wale watashinda babata waambia kujeni nyinyi mliobarikiwa mrithi uzima mlioahidiwa kabla ya kuumbwa kwa dunia. Asante sana, barikiwa sana kwa heshima wetu. Asante, sio wale ambao wanaosikia sheria